Na mwini Baraka One TV ambayo unasikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 9 saa Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Naomba nikuletea haya matangazo. Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki kokote ambako mnakusikiliza matangazo yetu. Ni kwamba tuna mambo mengi ambayo tunatakiwa kuweza kuyajadili kwa siku ya leo mida kama hii. Kwanza, wazalendo kwa kazi kubwa ambayo wako wanaifanya, na huku wakila kiviapo vya kusema kwamba lazima waweze kufanya kazi kubwa kwa ajili ya ukombozi wa nchi hii. Na pili, Joseph Kabila mipango yake ya kuingia Uvira avant le 15 imeweza kuisha, expire, imegonga ukuta. Kwa sababu gani? Kuna sababu hapa karibia 3 ambazo zitaweza kukufanya wewe uelewe kwa nini Kabila tena kuweza kuingia ndani ya jiji la Uvira. Tuna sababu kama tuangalia sababu 2 kubwa, na sababu nyingine tutasikia marevelation mengine kutoka kwa Willy Mishiki kuhusiana na uhalisia kabisa wa bwana Joseph Kabila. So ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto ni kulike pia na kusubscribe Baraka One TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok, unaweza kulike na kufollow, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Pia kumbuka kesho siku ya 3 ndiko mazishi ya General Rukumeta yatafanyika, na siku ya 5 ni kutinda msiba wa General Rukumeta. Kwa hiyo ndugu jamaa na marafiki wote mnahitajika kuweza kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kusupport kumsupport General ambaye alikuwa anasimama kwa ajili ya kutetea taifa. Pia kumbuka Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kama hujaungana ama ushaungana, tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana moja kwa moja na Baraka One TV. King Sele the only one king, Jedone Butoto, Mashaka ambao ukiwa unasikiza Baraka One TV pamoja na Simwe Baguma Samari kutoka Czech Republic. So ndugu zangu, bila kuchelewa sana tuanze na hili swala la wazalendo. Wazalendo Sud Kivu na Nord Kivu wako na objective moja. Unaona mpaka saizi Kabare pale kuna dhibitio na wazalendo, na kuna vikosi vimetoka Rwanda Bukavu kwenda kurenforce Kabare, wanataka warudishe Kabare. Lakini kwa upande wetu waza lengo ni nini? Lengo ni kusema kwamba maeneo yote ambako kuna magaidi wa M23 tuweze kukamata. Nilipenda idea ya mtu mmoja, nafikiri tulisikiza pia kwenye mitazamo ya wananchi. Kwa nini waza wasivamie Anenku? Wenye wako Goma washuke waingie Goma, wenye wako Masisi waingie Masisi, wenye wako Ruchuru waingie Ruchuru, wa Bukavu washuke Bukavu, waingie yani bu. Unasikia? Huu ni mtazamo wa moja kati ya watu wetu ambao wanasikiliza. Rajabu, ambia wazalendo waingie sehemu zote, wavamie siku moja. Watakosa ramfori itoke wapi? Bukavu moto inawaka, Kamanyola moto inawaka, Goma moto inawaka, Ruchuru moto inawaka, Minova moto inawaka, Masisi moto inawaka, Kiwanja moto inawaka, Bunagana moto inawaka. Yani kote moto wake siku moja, magaidi wataisha. Na of course, kwa sababu ukiangalia idadi ya wazalendo ni nyingi kushinda magaidi wa M23. Lakini nikamwambia sawa, yote hiyo inawezekana. Kumbuka kwenda kuattack, jinsi nazungumza mara mingi, kuattack ni tofauti na kujitetea. Unapoenda kuattack kwamba unatoka unaenda. So inabidi uende na equipment zenye ziko dinamike, sababu yule kule yeye amejiwekea mazingira yake pale. Kuna vitu vingine. Unajua kwa sasa hivi ukisema kwamba uingie Kamanyola, hautaingia hivi. Kuna mamine zenye zinategwa na M23 ile maeneo pale. So ifo preparation, hautaenda tu ingie tu na uingie. Utaangukia mumambiskali, utaangukia mumamine. Unaona? Unajua hawa watu ni wa criminal sana. Ni lazima wategetege mabomu, jukuma wanajua wakati watakuja sisi tutajifanya kukimbilia huku, au tutaacha hii kulware hapa, sisi tunapita hivi. Sasa wanakuja wakumbane na mabomu pale. Unaona? Yote hile inawezekana, na ndio maana nawaambia kwamba hatuwezi kwenda kwa haraka haraka. Kwa hiyo ni lazima
kuweza kutumia mbinu zote ambazo tunaziweza kutanguliza Mungu mbele, atupe nguvu, atupe uwezo, atupe maarifa, tufanye nini? Sisi tungane kwa pamoja, tuache masuala ya mimi ni nani. Hapana, tushirikiane ili tuweze kumpiga adui, na hilo swala litakwenda vizuri bila wasiwasi. Ndio maana mpaka sasa hivi kunaona kwamba wazalendo wanatulia, wanaenda wanapiga, wanachukua, wanatulia, wanapiga, wanachukua, wanatulia. Tutende nao mdogo mdogo, na mwisho siku tutawapoteza kabisa. Hilo swala liko clear, wala hata sio swala la kuuliza. Inawezekana na ni mipangilio ambayo ipo. Kwa hiyo ndugu zangu, msiwe na wasi dhidi ya wazalendo. Wazalendo wanaimarika, wako makini, na watafanya kadiri wanavyoweza ili kuweza kurejesha yale maeneo yote ambayo yameangukia mikono ya M23. Hili swala na hakikisheni, iwe kwenye negotiation ya serikali, bila negotiation, lazima waza watachukua maeneo yote. Unaona bwana? Kwa hiyo kuhusiana na hilo swala wala halina shaka. Sasa hivi Kabare iko na waka moto. Mipango ya kuingia Kamanyola iko, ya kuingia Bukavu iko, ya kuingia Goma iko. Yaani kila kitu kio kinapangiliwa kwenda na wakati wake. Lakini inaomba tu utulivu. Na ujumbe ambao tunaweza kuutoa kwa raia wote wa maeneo yote ambako kuko magaidi ni kwamba jamani, naombega mara mingi kuweni makini sana. Tulieni. Safari hizi usiku ambazo hazina maana, kutembea bila kuwa na mipangilio thabiti, acheni hizo mambo. Na kwenda kukakaa karibu na magaidi wa M23 wakioto wakamitingi, watu mnaenda, acheni hizo harakati. Sawa? Kwa sababu sasa hivi wazalendo wanakuja kama wezi. Jinsi Yesu alivyosema, nitarudi kama mwizi. Hujui siku wala saa. Muda wote mzalendo anaweza kuingia na kufanya jambo lolote lile. So unabidi kuwa makini sana na safari zako. Safari ambazo hazina maana, tulia nyumbani. Tunajua mazingira ambayo mko unapitia ni mazingira magumu sana. Sana. Lakini ukombozi unakaribia kuja. Walisema watakuja tarehe 15. Wako wapi? Hawaonekani. Mipango yao imebuma. Na tuchukue hili swala hapa la Joseph Kabila Kabange. Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe alikuwa na mipango ya kuingia Uvira tarehe 15 kabla. Hippolyte Kanambe alikuja kisirisiri. Eske mko na hizo habari kwamba alikuwa Bukavu? Ujio wa Bintu Keita Goma. Siku nafuata Hippolyte Kanambe akakwepa. Nafikiri hata akonana na Bintu Keita kwa sababu ni jambo la aibu sana. Unaona, ni jambo la aibu sana kukutana na hivi ana kwa ana. Utazungumza nini? Ancien president, unakuwa rebel. Ni jambo la haya. So ikabidi akwepe kwanza. Akaja Bukavu kuja kuzungumza na raia, sio raia, watu wake, maafisa wake. Maafisa ambao alikaa nao na kuzungumza nao ni magaidi wa M23 wa Kinyarwanda. Wanazungumzia kuhusiana na mipango ya kuchukua Uvira. Tunachukuaje Uvira? Kama ni pesa zipo, tunatoa pesa nyingi. Tuko na watu ndani ya FRDC. Kwanza, eske mko na habari kwamba kamanda Yav yuko gerezani, yuko Ndolo? Komanda wa 33e region militaire yenye ilikuwa base Bukavu, Sud Kivu. Mwenyewe aliweza acha njia kuanzia Nyabibu, Katana, wapi, Kavumu, anaacha ma M23 wanaingia. Leo iko condamné gerezani Yav. Proche sana mtu wa Joseph Kabila Kabange, Hippolyte Kanambe. Ndio langusha Sud Kivu wakishirikiana na ma societe civile za Bukavu kuangusha vile Bukavu. Yav saizi yuko gerezani, yuko jela. Mtu mzima hata akili hana. Generali mzima kama huyu
uko unaongoza Sud Kivu, wewe ndio unaongoza Sud Kivu, kisha uko unakubali uiache mikono ya adui juu. Ni hatari sana. So Kabila anakuja anazungumza na wenye Rwanda wenzake, tutaingia vipi Uvira? Majibu yalikuwa ni nini? Licha kwamba tuko na pesa, tuko na watu ndani ya FRDC, lakini hatuwezi pita bila kuwakamata wazalendo. Tunafanyeje? Maafisa Kinyarwanda anamwambia mzee, ni kweli hapa kuna tatizo mbili. Tatizo la kwanza ni wazalendo. Hawa wazalendo tutawapigaje wazalendo? Wazalendo biko kila fasi. Wazalendo biko na machungu wazalendo. Wazalendo wanasema hatutapita Buvira, hatutaenda Karemi, hatutaenda na Lubumbashi. Kwa hiyo wazalendo tutafute kwanza namuna ya kuneutralize wazalendo. Kabila anasema sasa okay sawa. Basi kama ni vile si tubapatie faranga sababu faranga tuko nazo. Mzee, faranga zifanyi kazi. Hizo ulituma hapa zimoya balizitia hadharani. Hata tuwapatie zingine pia batazitia hadharani. Kwa hiyo hapo kwanza tunafeli Uvira. Kwa hiyo njia kwanza hatutaikamata. Njia ya pili, tukisema tuingie Uvira size, usisahau Burundi iko hapa. Tukiingia Uvira tupa, Burundi inaingia Kigali. Unaona? Sasa tutakreate vita Rwanda. Ndio wa Rwanda wao piko namwambia. Kwa hiyo si hatutaenda Uvira. Uvira tuzingia Uvira. Yaani sasa tupitie Uvira twende ni Manyema, Tanganyika, Lubumbashi. Hatutaingilia Uvira. Sababu Uvira hatuwezi ingia Uvira. Pale kuna simba mbili kwanza ziko pale. Na ni kweli. Unaona ifro ya Uvira ni ifro yenye iko strategic sana. Erezima gouvernement ya Burundi ni ya Bahutu, ya CNDD-FDD. Ingelikuwa sasa ni gouvernement ya ile epoke ya Batusi ya kina Pierre Buyoya. Tunaona kisi walikuwa na support AFDL. Ni kwa sababu walikuwa ni watu wao. Na ndio kile ambacho pia walikuwa wanataka wakifanye hapa. Ushelewa? Kwamba Burundi support movement. Bali jaribu kukorompe Burundi lakini wapi. Kwa hiyo endapo hawa jamaa wataperse Uvira, directement Burundi haitakuwa safe. Na ndio maana sasa hivi wende uone arme Burundese yenye iko please ya 10,000 Barundi benye tuko nabo hapa. Na info bakivunja hapa mpaka wa Burundi na Kigali unawaka moto. Burundi itaanza piga large mabombe Rwanda. Na vikosi vitaingia Rwanda directement. Doki ni vita tu directement banaingia Rwanda. Ndio uone gisi mambo yataharibika. Kwa hiyo ikashindikana kuingia Uvira. Na leo tuko tarehe 17. Na niko nawaambia tuko tarehe 17, niwaambia Uvira tutafika Lekenze tunapita na hakuna kenye kitatokea. Leo tuko le 17. Sasa mgoe le 20, April le 20, nini kitafanyika Kamanyola, Bukavu na sehemu zingine? Mgoe tu. No. Kwa hiyo ndugu zangu msiogope, Uvira iko salama na iko bien sécurisé na wazawaza FRDC pamoja na force ya Burundi. Tuko sisi wote hapa. Na wale ambao wako naota kwamba wataingia Uvira. Toi na kilini. Kwa hiyo baada ya Kabila kuzungumza na vibaraka wake hivyo ikashindikana. Akasema sasa tufanye hai. Hakuna cha kufanya, wewe rudia tu kwanza. Hivi kama iko Nairobi, tunasikia alienda Nairobi na baadaye kurudia na Mibi. Unaona? Baada sasa okay, ile consultation yako yenye ulikuwa unaongea na watu mlifikia hatua gani? Tunasubiria konterandi. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio mambo ambayo yamefanyika na ndo hali ambayo iko sasa hivi. Mingine tukutane saa 12 kwenye mitazamo mbalimbali ya wananchi kutoka Baraka1 TV. Mimi Rajabu Akili Kabonga, the one and only in town, DJP.